Je, ni gharama kiasi gani natakiwa niwe nayo ili kuweza kusajili kampuni? Hili ni swali ambalo naulizwa mara nyingi na leo ningependa kulijibu wazi, kila mtu ajue. Hapa utajipima sasa, naweza kusajili ama siwezi kusajili. Kuna gharama aina mbili za usajili wa kampuni. Kuna gharama zetu za kazi kama agents na kuna gharama za serikali. Gharama zetu kama agents, ukija kwetu tutakupa gharama zetu. Lakini hapa nitakupa gharama za serikali ambazo ziko wazi. Kwenye gharama za serikali kuna madaraja haya 5. Serikali imeweza kucategorize makampuni yote unayoona Tanzania kwenye madaraja 5. Na haya madaraja 5 yamekaa kutokana na thamani halisi ya kampuni yako. Na thamani halisi ya kampuni yako utaijua vipi? Utaangalia vitu vitatu kujua kumbe thamani yangu ni hii. Jambo la kwanza unalotaka kuangalia ni mtaji utakaotumia. Jambo la pili utakaoliangalia ni asset utakazozitumia kwenye cooperate kampuni yako ama biashara yako. Utaangalia kwenye hii project ambayo natamani kuianza ama kwenye biashara yangu ambayo natamani kuianza ama ambayo tayari niko nayo, ni natumia vitu gani vya kila siku cooperate. Hapo utaangalia ni asset kiasi gani uko nazo. Alafu jambo la tatu utakalo kuja kuliangalia ni gharama za uendeshaji wa kila siku. Ukichukua hivi vitatu ukavijumlisha pamoja, vinaweza visiwe pesa, ila ukivijumlisha pamoja ukavitransform kuwa pesa, ukavijumlisha pamoja, ndio unagundua thamani yangu mimi ni kiasi fulani baada ya kuchukua hivi vitu vitatu. So ukishajua thamani yako, nitakutajia madaraja 5 yote, alafu utaangalia ni daraja lipi linaloendana na thamani yako. Alafu hilo daraja ndio unachagua, mimi nitaondoka na daraja fulani. Daraja la kwanza, ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia shilingi 20,000 mpaka milioni 1, utalipia 1,167,200. Daraja la pili, ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia milioni 1 mpaka milioni 5, utalipia 247,200. Daraja la tatu, milioni 5 mpaka milioni 20, utalipia 332,200. Daraja la 4, milioni 20 mpaka milioni 50, utalipia 362,200. Alafu daraja la 5 ambalo ndo la mwisho, ukisema kampuni yangu mimi ina thamani milioni 50 na kuendelea to infinity, kwa maana milioni 100, 500, bilioni, bilioni 10, trilioni, utalipia 512,200. So kwa kuwa nimeweza kuweka wazi hapa, hizi ni thamani za kampuni kwa upande wa serikali. Kwa upande wangu mimi, gharama zangu mimi nafanya kazi na mtu mwenye kitu kimoja kati ya viwili vifuatavyo. Moja, unatakiwa uwe na at least mtaji wa shilingi milioni 5 na kuendelea, au uwe na cash flow at least milioni 5 kwa mwezi na kuendelea. Ukiwa na kimoja kati ya hivi viwili, nipigie simu.